Ni huzuni na majonzi, vilio na simanzi ndivyo vinavyoendelea kutawala kwa watu mbalimbali ambao wamekuwa wakimfahamu MC Pilipili. Moja kati ya taarifa ya kushtukiza, nasema ya kushtukiza kwa sababu imetujia kwa ughafla wa hali ya juu, ni kuhusiana na taarifa za kifo cha mshereheshaji na mchekeshaji maarufu mwenye jina la MC Pilipili, lakini jina lake la kuzaliwa ni Emmanuel Matias, ambacho kimetokea mchana wa leo jijini Dodoma. Na inaelezeka kwamba alienda huko kwa ajili ya shughuli zake, alialikwa, lakini kabla ya kwenda ama kufanya kile ambacho kilimpeleka huko, mauti ulimfikia. Ni taarifa ambazo zinasambaa kwa kasi kwa sasa kwenye mitandao ya kijamii. Ma MC wenzake wameguswa kweli. Waje wanasemaga kuna kifo kibaya kama cha ghafla, bora mtu aumwe tujue ameumwa kuliko kusikia ughafla. Lakini kifo ni kifo tu. Yes, kifo ni kifo, umauti upo, tunatembea nao, ndio maana tunaambiwa tujiandae, kwa maana hatujui siku wala saa. Ni juzi tu hapa taifa lilirindimwa na simanzi na majonzi na vilio mara baada ya kuwapoteza wapendwa wetu mbalimbali kuhusiana na vurugu za uchaguzi. Lakini leo hii pia tunapokea taarifa hii ya kifo cha MC Pilipili. Ni taarifa ambayo imegusa watu wengi sana. Ukienda kwa sasa kwenye mitandao ya kijamii, ni picha zake tu ndizo ambazo zinasambaa, wengi sana wakionyesha kuguswa. Unakumbuka MC Pilipili alifiwa na mama yake mzazi siku ya harusi yake. Siku ya harusi yake, msafara wa kwenda ukumbini ama wa sherehe yake ulipata ajali, akiwemo mama yake pamoja na mamake mdogo, kitu kama hicho, waliweza kufariki. MC Pilipili siku za hivi karibuni pia waja wengi walikuwa wanamuuliza kuhusiana na ndoa yake yeye na Cute Mena iko vipi, kwa sababu hawaonekani wakiwa pamoja. Ni kweli picha za pamoja wakiwa pamoja yeye na mke wake zimekuwa adimu, na kusadikika kwamba wawili hawa walishaachana. Na MC Pilipili tulikuwa tumuone na pete kwenye kidole chake wala kuzungumzia mahusiano yake, ila tu Cute Mena ambaye ndiye mke wake ama alimuoa, ndiye ambaye amekuwa akionekana na pete ya uchumba pamoja na pete ya ndoa. Hata ukienda kwenye posti zake unakutana na hivyo. Kwa hiyo bado ilikuwa na sintofahamu kubwa kuhusiana na ndoa yake, na ameacha watoto wawili. Mtoto wake wa kwanza anaitwa Mariam, lakini kuna huyu wa pili ambaye alizaa na Cute Mena. Tazama watoto kwa sasa wataishi maisha gani mara baada ya kusikia hayo yote, unaona? Kwa hiyo ni vitu ambavyo vinaendelea kwa sasa. Na MC Pilipili posti yake ya mwisho kabisa kupitia kwenye Instagram page yake, kupitia kwenye Instagram page yake, wala haina lisa. Yani wala haina, unajua yani ni kwamba tu aliweza tu kushare issue zake za kazi. Ilikuwa ni masaa 12 aliyopita tangu niweze kuitazama. Kwa ni mtu ambaye angekuwa anaumwa ama angekuwa serious hivyo, basi tusingeweza kuona akiwa na posti vitu mbalimbali. Unajua ni MC, lakini vile vile aliingia kwenye mambo ya kuhubiri neno kama uchungaji, kama alikuwa na karama fulani vya ufundishaji, na neno la Mungu lilikuwa ndani yake, na alikuwa ni mtu ambaye anafanya charity sana na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo kwa kweli, kwa wale watu ambao wanafuatilia vizuri mitandao ya kijamii, moja kati ya MC wa muda mrefu ama wachekeshaji wa muda mrefu kabla ya hawa wengine, basi ni MC Pilipili. Na ndio maana ukitazama ma MC wengine wanamuita legend hivi, yani kwenye taarifa mbalimbali hizi ambazo zinasambaa kwa sasa, watu ambao wamemposti wengi sana wamehuzunishwa. Ukiingia Instagram utakutana na posti mbalimbali. Sasa ina taarifa iliyotufikia ni kwamba ni kwamba zinaeleza kuwa mchekeshaji na mshereheshaji maarufu nchini Tanzania Emmanuel Matias almaarufu kama MC Pilipili amefariki dunia ghafla. Ni ghafla mchana wa leo Novemba 16 mwaka 2025. Na taarifa zinaeleza kuwa MC Pilipili alisafiri kuelekea jijini Dodoma, ambapo jioni ya leo alitarajiwa kwenda kufanya kazi yake ya ushereheshaji jijini humo, lakini akafikiwa na umauti. Na Global ilizungumza na mganga mfawidhi wa hospitali ya General Dodoma, na amethibitisha taarifa hizo na kueleza kuwa MC Pilipili alifikishwa hospitalini hapo akiwa tayari ameshafariki. Lakini kuna wengine pia wameeleza kwamba kuna posti mbalimbali zinaeleza kwamba alifariki tu ghafla.
na taarifa zikidai kwamba ni pressure ya ghafla. Yani pressure ya ghafla ndo ambayo imeweza kumuua MC Pilipili. Ni taarifa za kusikitisha. MC Chipololo aliandika, pumzika kwa amani ndugu yetu na mtumishi wa Mungu MC Pilipili. Nenda ndugu yetu, tutaonana baadaye. Kuishi ni Kristo bali kufa ni faida. Pumzika kwa amani. Lakini kuna Dr. Cheni ambaye pia ni msanii. Yeye hakuweza kuziamini hizi taarifa na kuuliza, hivi ni kweli? Eti natamani uwe ni utani tu. Lakini mwingine ambaye ni MC Petit aliandika, pumzika kwa amani bro MC Pilipili. Dunia tunapita. Unaona, kwa hiyo hivyo ndivyo taarifa zinavyosomeka. Diva yeye aliandika tu, Mungu wangu MC Pilipili, umenitafuta sana juzi, uliomba tufanye interview la Vidavi. I have messages and call. I feel so sad. Leo tu nimemcheki aje tuzungumzie Jesus online, moja ya content zake, nao naambiwa amefariki. My heart is bleeding. Kwa hiyo unaweza kuona namna ambavyo watu wameguswa na imekuwa ni kifo cha ghafla kweli kweli. Unaona, Tausi ameandika, naogopa mimi, Yesu tusaidie. Kaka, hebu iwe uongo jamani, mimi sijaamini bado. Baraka Mpenja na pia ameandika hiyo taarifa. Watu mbalimbali wameendelea kumposti wakionyesha ile hali ya kusikitishwa na kifo cha MC Pilipili. Daddy MC amemposti. Bana MC mbalimbali, kuna huyu Matias Walichupa, hata wale waimbaji wa gospel wengi sana wanaendelea kumkumbuka ama wanaendelea kumuenzi ama wameguswa kweli kweli na kifo chake. Neno moja kwako kwa MC Pilipili kutokana na taarifa hizi za msiba wake kwa siku hii ya leo. Ni kifo cha ghafla, na taarifa mbalimbali tutaendelea kukusogezea kadri tunavyozidi kuzipata kwa undani zaidi kuhusiana na kifo chake. Lakini pia nilimuona hata Esma Platnumz, dada Diamond Platnumz, aliweza kuishia picha ya MC Pilipili. Yes, ya MC Pilipili akiandika tu MC Pilipili akiwa amembeba mtoto wake. Kwa unaweza ukaona kwamba ni kitu ambacho kimegusa watu wengi kutokana na ughafla wa tukio hili. Neno moja kwako, lakini kikubwa tu tukumbuke duniani tunapita. Tuendelee kuishi vizuri na watu kwa sababu hakuna jua siku wala saa. Kitazama hii taarifa ya kifo cha MC Pilipili, ukifikiria na ndugu mbalimbali ambao tumewapoteza kwa vifo vya ghafla, kwa vifo vya dini, unaweza kujua kwamba kuna namna kila mmoja anaondoka, ni swala la muda tu. Kufa ni faida, kuishi ni Kristo. Hebu tumwombee MC Pilipili apumzike kwa amani, lakini pia hata walioacha ndugu jamaa na marafiki, basi faraja ya Mungu ndio ambayo inayoweza tu kuwasaidia, wala si maneno ya binadamu. Ni faraja tu kutoka kwa Mungu ndio ambayo inaweza ikawasaidia na kuwavusha vyema kwenye kipindi hiki kigumu. Basi pumzika kwa amani bwana MC Pilipili. Majo Media tunaomboleza pamoja na familia.